Wazazi wenzangu, walezi wenzangu, hususan sisi akina mama, naomba tukumbushane jambo moja kuhusu usafi wa wasichana wetu au vijana wetu. Na maanisha watoto wetu au hata wale ambao tunawalea, watoto wa ndugu zetu au hata watoto wa marafiki zetu. Hebu tujitahidi sana kuwasimamia kwenye swala zima la usafi. Unajua kuna baadhi ya watoto wanachelewa kujitambua, wanachelewa kukua kiakili. Sasa unakuta binti ameshakuwa ana miaka labda 15, 16 kwenda juu, lakini kwenye swala la usafi bado hajajua kujisimamia. Au kijana wa kiume ana miaka 15, 16 kwenda juu, lakini kwenye swala la usafi bado hajajua kujisimamia. Sasa unaweza kukutana na binti mrembo, mzuri, amevaa, amependeza, lakini kikwapa anachonuka. Utatafuta pua zako kwa kuziweka. Au kijana wa kiume unakutana naye amevaa, amependeza, maskini ya Mungu, lakini hicho kikwapa ni hatari. Kwa hiyo embu wazazi, sisi kina mama, kwa sababu kina baba mara nyingi wao wanakuwa bize sana. Sasa sisi kina mama, embu tujitahidi basi kuwasimamia kwenye swala zima la usafi. Tuwaelekeze basi namna sahihi ya kujisafisha, na ikiwezekana tuwanunulie hata deodorant zile. Mbona zipo za bei rahisi? Hadi shilingi 3000 deodorant unapata. Mnunulie binti yako, mnunulie kijana wako, mpe atumie ili kuepuka hizi karaha za kikwapa. Jamani, vikwapa vinanuka. Yaani mtoto unamuona amependeza haswa. Mtoto wa kike kama malaika, lakini kikwapa kinatema. Wengine wananuka midomo, hawajui namna sahihi ya kujisafisha vinywa. Mtoto anasugua meno mpaka damu zinatoka. Anasahau kusugua ulimi na paa la juu la mdomo. Unakuta anakazana kusugua meno ili yawe meupe, meno yang'ae, ulimi na paa la juu anavisahau. Mwisho wa siku ananuka mdomo. Yaani ukiongea naye hivi kwa ukaribu, utatamani kutapika. Sasa hili sometimes sio kosa lao, ni kosa letu sisi wazazi kujifanya tuko bize sana. Tuwasimamie watoto wetu. Kama wewe mama pia uko bize nyumbani, hapo una msichana wa kazi, mwambie awasimamie hao vijana juu ya kujisafisha vinywa vyao na mwili kwa ujumla. Watoto wananuka jamani, wananuka vikwapa. Kuna mabinti wengine wananuka chupi. Yaani unakuta mtoto wa kike chupi inanuka, ukikaa naye karibu hivi chupi inatoa harufu. Hebu tujitahidi jamani. Ubize upo, lakini malezi ya watoto yanatutegemea sisi.